tunaweza kulitambua kusudi la Mungu mtoto anapokuwa mdogo? Ndio. Na ni namna gani tunaweza kumsaidia mtoto huyu kuweza kufikia hatima yake? Okay. Katika taaluma ya ualimu unajifunza pia masuala mazima ya saikolojia ya mtoto. Okay. Unajifunza mtoto na mfundishaje, mtoto na kaje naye, kwa sababu kama mwalimu kwa mazingira ya shuleni unachokifanya ni kwamba unaenda kwenye saikolojia ya mtoto na unakuwa kama yeye ili uweze kuendana naye. Huwezi kaenda pale kama mtu mzima, sio unataka kukifu fulani, lazima uangalie saikolojia ya mtoto ikoje. Sasa kujua kusudi la Mungu ndani ya mtoto pia ni rahisi vile vile, kwa sababu Mungu alitujua hata kabla tujafanyaje, hatujazaliwa. Kwa mimi naamini kwamba hata mtoto mdogo ana kusudi la Mungu ndani mwake. Sasa sisi kama walimu, walezi na wazazi na jamii kwa ujumla, kazi yetu ni kumtengeneza mtoto kutembea katika mfumo wa kumsaidia yeye kukubali wito wa Mungu ambao amempa ndani mwake. Maana kikubwa anasema mlee mtoto katika njia impasayo, sio njia ikupasayo mzazi. Maana yake mtoto ana njia yake, ndio kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Hiyo njia alionayo ndio njia inayompasa yeye, sio njia itupasayo. Hajasema itupasayo. Njia impasayo ili atoiacha hata akiwa nini? Mzee. Maana yake ni kusudi la Mungu hilo ndani mwake, hata liacha hata akiwa mzee. Kwa kazi ya jamii, wazazi na watu wote ni kumsaidia mtoto kutembea kwenye ile njia sasa. Okay. Kwa kazi ya mwalimu ni kumfundisha huyo mtoto, sio masomo tu. Je, unamtengenezeaje njia yake kwenda kwenye hatima yake kesho?